Kuchoka ni mojawapo ya matokeo ya kawaida sana ya kupatwa na kiharusi, na inaweza kuwa na sababu kadhaa za kibiolojia na za kitabia. Na kwa hivyo, inaweza kudumu kwa miaka na miaka baada ya mtu kupatwa na kiharusi. Lakini, ingawa ni kawaida, mara nyingi inakosa kutambuliwa na madaktari, wataalamu wa tiba ya mwili na OTs wakati uko kwenye matibabu na ukarabati. Kuhusu kudhibiti uchovu baada ya kiharusi, kuna S6 unazohitaji kukumbuka. Ya kwanza ni elimu. Jifunze kuhusu uchovu wako mwenyewe. Weka shajara ya kila siku ya shughuli zako na viwango vyako vya nishati, na hiyo itakujulisha jinsi ya kutumia viwango vyako vya nishati vyema. Kwa mfano, watu wengi wana nishati nyingi asubuhi. Kwa hivyo, ikiwa utaenda kufanya shughuli, zipange wakati una nishati. Mfano mwingine wa kawaida ambao watu hupata ni kwamba wanahisi wana nishati nyingi. Kwa hivyo, wanafanya kazi nyingi sana kwa mara moja, na kisha inawachukua siku 3 au 4 kupona. Hivyo, ni baadhi ya mambo unayoweza kujifunza kwa kujielimisha kuhusu uchovu wako mwenyewe. Ya pili itakuwa uhifadhi wa nishati. Jaribu na udhibiti kuhifadhi nishati nyingi iwezekanavyo kwa kufanya mambo kama kupanga. Kwa hivyo, ikiwa una shughuli, zipange wakati utakapokuwa na nishati ya kuzifanya. Kabidhi mambo ambayo huhitaji kufanya kwa watu wengine na upange vipaumbele. Fanya mambo ambayo yanahitaji kufanywa zaidi. Ya tatu ni uingizwaji wa nishati. Unahitaji kuwa na usingizi wa mchana, labda wakati wa mchana. Watu wengi ambao wana uchovu mwingi watakuwa na kile tunachokiita usingizi wa nana katikati ya mchana, kwa sababu hapo ndipo unahitaji kujaza betri zako. Ya tatu ni kupunguza msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo utakuondolea nishati kabisa. Kwa hivyo, jifunze mbinu za kukabiliana na msongo wa mawazo na epuka hali za msongo wa mawazo. S2 za mwisho ni kula vizuri. Kwa sababu unahitaji tena kuweka nishati kwenye matangi yako ili kuitumia na kuepuka uchovu mwingi na kufanya mazoezi. Moja ya sababu za kawaida kwa nini watu kupata uchovu baada ya kiharusi au ambayo inazidisha uchovu ambao wanaweza kuwa nao ni kwamba wanapoteza hali ya mwili. Unajua, unakaa kitandani hospitalini kwa wiki 2 za kwanza baada ya kiharusi, au unahisi huwezi kuinuka kutoka kwenye kochi, na hiyo inafanya uchovu kuwa mbaya zaidi. Kwa hivyo, inafaa kuzungumza na daktari wako wa kawaida au mtaalamu wa tiba ya mwili kuhusu mpango wa mazoezi mepesi kwako ambao unaweza kusaidia kuweka viwango vyako vya nishati juu.